twakutukuza daima. Simba, Gwiji, Timotheo Musikoyo, twakusifu milele. Kutoka Ebubule, kijiji cha magharibi, Kakamega na Mumias, ardhi ya wazazi wema. Babako Moses Sumba, Mama Salome Ayango, wakulea kwa hekima, wakakupa jina takatifu. Mcheshi sana uso wako, unang'aa kila siku, mwenye heshima kubwa, hata wazee wanakushangaa. Mkakamavu kama simba, hujarudi nyuma kamwe. Mchangamfu mbaraza, kila mtu anapenda karibu yako wewe. Umetaratamba kweli, bidii yako haizuiwi. Kongamano hili limevutia vyuo kutoka sehemu mbalimbali za nchi, na limekuwa la kufana sana. Wanafunzi walikuja, kila chuo kikiwa na makala ya kuwasilisha kuhusu kauli mbiu ya kongamano, na kauli mbiu hiyo ilikuwa inahusu Kiswahili katika mtaala wa umilisi. Kwa hivyo tumekuwa na kongamano ambalo tumesikiza makala mbalimbali ambao wanafunzi waliandika kuhusu mtaala huu na nafasi ya Kiswahili katika mtaala huu. Tumesikiliza mambo ambao wanafunzi wamesema, waliandika makala wakizungumza kuhusu stadi 4 za ufundishaji na ujifunzaji katika Kiswahili, na walikuwa na hoja nzuri sana ambazo pia zinaweza kuwasaidia wakuza mitaala labda kuuboresha zaidi huo mfumo, hususan katika tasnia ya Kiswahili. Nimeamini fika kwamba katika makongamano kama haya ya CHAWAKAMA ndipo watu huweza kukutana na wale ambao hawakuwajua awali. Pia hapa ndipo mahali watu huweza kubadilishana nambari za simu, nambari za mawasiliano kama vile barua ya anwani pepe na kadhalika, na kisha kuanza kujenga uhusiano. Sote tunajua kwamba mtu ni watu, na wakisha jenga uhusiano wa aina hii, basi wataanza mikakati mingi ya kukuza lugha kwa jumla. Nazungumzia lugha sharafu ya Kiswahili. Inatoka moyoni mwako, mlezi wa vipaji, vijana